Na wenye viwanda sasa wataweza kununua ngano kutoka kwa wakulima kwa shilingi 5,100 kwa kila gunia la kilo 90. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amesema bei hiyo mpya inanuiwa kuongeza uzalishaji ngano baada ya wakulima kuacha kilimo cha zao hilo na badala yake kuamua kukuza shayiri ambayo huuzwa kwa bei nafuu. Kenya hutumia shilingi bilioni 40 kila mwaka kuagiza ngano kutoka Urusi, Ukraine na Misri. Uzalishaji ngano humu nchini umekuwa ukipungua baada ya wakulima katika kaunti za Laikipia, Nakuru, Meru na Narok kugeukia mazao mengine yanayowapatia faida zaidi. Wakenya hula tani milioni 2.2 za ngano kila mwaka, lakini taifa hili huzalisha asilimia 15 pekee ya zao hilo. Ili kuongeza uzalishaji, serikali imeongeza bei ya ngano hadi shilingi 5,100 kwa gunia la kilo 90 kutoka kwa bei ya mwaka jana ya shilingi 4,750. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amesema bei hiyo itatumika katika vituo vilivyobainishwa ambako serikali imeanzisha shughuli ya kununua ngano kutoka kwa wakulima. Kwingineko, biashara ya mwani imepata msukumo baada ya tani 43 za shehena ya zao hilo kuondoka humu nchini kuelekea nchini Chile. Naibu gavana wa kaunti ya Kwale Chirema Kombo amesema hatua hiyo ni muhimu kwa wakulima ambao ni wanachama wa chama cha ushirika cha mwani cha Kibuyuni, huku serikali ikijitahidi kuwatafutia soko la zao hilo na kubuni nafasi za ajira. Kama mlivyosema, tutazingatia zaidi tuhakikishe kwamba watu wengi wameingia katika hii biashara, tuwashike mkono na tuendelee kukuza mwani, na nyinyi wenyewe hamjui, lakini na mwishowe wadau wa sekta ya biashara ya bahari wanayataka mataifa ya Afrika Mashariki kuwekeza katika ujuzi, teknolojia na ubia kuimarisha sekta ya majini, licha ya changamoto za athari za mabadiliko ya tabia nchi, misukosuko ya biashara ulimwenguni na mageuzi ya kidijitali. Afisa mkuu mtendaji wa chuo cha mafunzo ya ubaharia cha bandari Eric Lewa Katana amesema ustahimilivu, ubunifu na ujuzi ni muhimu wakati huu ambapo teknolojia inachukua jukumu muhimu katika shughuli za majini. Katana alisema asilimia 80 ya bidhaa za biashara kote ulimwenguni husafirishwa kupitia bahari, hali inayobuni fursa si haba kwa kanda ya Afrika Mashariki kujikuza. Maritime professionals, resilience means much more than surviving periods of uncertainty.